Azam walichapika kule Kinshasa. Sasa tunaenda kuangalia ni kitu gani ambacho wanaweza nao wakakitarajia kuelekea michezo mitano iliyosalia. Kuangalia ni namna gani ambavyo wanaweza waka-advance kuingia hatua ya robo finali. Leopard, naam, Azam wamepoteza mchezo wao wa kwanza. Wa kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza wakicheza group stages kwenye historia ya maisha yao. Baadhi ya watu wanasema tayari Azam imesha achieve wala hawaidai chochote. Wewe ni miongoni mwa watu wa aina hiyo? Kwa sehemu moja ama nyingine naweza nikaa ninaunga mkono hoja, lakini sehemu nyingine naweza nikaa ninapinga. Tuanze hapa ambapo wewe unaunga hoja. Ni kwa nini unaunga hoja Azam kuwa tayari wamefanikiwa? Of course kwenye historia ya klabu ya Azam FC hii ndio imekuwa mara yao ya kwanza kuweza kufuzu kwenye michuano ya kimataifa ya CAF, kwa maana kombe la shirikisho barani Afrika. Ni muda mrefu, wamepita walimu wengi ambao CV zao ni kubwa sana, wamepita walimu wengi ambao wameshafanya makubwa kwenye bara la Afrika, lakini Florent Ibenge, raia wa DRC, amepeleka timu katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hiyo tu inatosha kuwapa hongera na pongezi Azam FC na kutowadai chochote kwenye huu msimu. Kwa sababu ni mara yao ya kwanza wanaingia kwenye group stages, basi wameachieve. Wanakwenda kucheza kwenye kundi ambalo jinsi lilivyo unaweza ukasema kwamba wadai. Tunafahamu makubwa ambayo yameshafanywa na klabu kama vile Wydad Casablanca nchini Morocco, ubora wao barani Afrika, numbers ambazo wanazo barani Afrika, aina ya wachezaji ambao wako nao kwa wakati huu barani Afrika ni heavyweight players ambao kila klabu inatamani kuwa nao ulimwenguni. And then kuna AS Manyema ambao hawa kwenye kombe la shirikisho wakasema ni wageni, lakini kwenye competition za CAF hawa msimu uliopita walikuwepo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, akienda kutoka sare katika uwanja wa Loftus Versfeld Afrika ya Kusini mbele ya Masanda Wana Mamelodi Sundowns. Sio kitu kidogo, ni jitihada ambazo klabu kama klabu wamekwisha kuifanya. Kwa Azam hii inakuwa ni kama vile experience yao ya kwanza, na kwenye historia yao kwenye huu msimu, kwenye kila kitu ambacho Azam atakwenda kukifanya inakuwa ni historia. Yaani kwa Azam kwenda kucheza mechi yake ya kwanza ya makundi Stade Martins jana, kwenye mechi yake ya kwanza ya makundi, kwao tu ni historia. Na zile yani kila kitu ambacho amekifanya kwao ni historia, tofauti na hizi timu mbili ambazo wako nazo, ukachilia mbali Nairobi United ambaye naye pia ni kama vile Azam kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini kwenye kupinga hoja naweza nikasema kwamba Azam FC wana wachezaji ambao ni madaraja yao ni makubwa sana barani Afrika. Wamekishafanya makubwa akiwa na timu mbalimbali barani Afrika. Pale Azam ukiondoa Kitambala, mwingine ambaye ana rank za FIFA kwenye rank za CAF au rank za Afrika kwenye wale wachezaji kikosi cha kwanza cha Azam, mwingine ni nani? Yupo mtu kama vile Sadio Kanute, ameshafanya makubwa akiwa na Simba, and then amepita kwenye kikosi cha JS Saoura, tumemuona. Lakini pia yupo mtu kama vile Himid Mao Mkami, ameshafanya makubwa akiwa huko nchini Misri, akiwa pia na Azam wakati huo. Smoa ambayo haijawahi kushiriki haya mashindano. Wakati yupo kwenye kikosi cha ni kama sikosei ni EPPN ya nchini Misri, mara kadhaa amekuwa akishiriki michuano. Unajua ligi kubwa kama vile ligi ya Egyptian Cup kule nchini Misri, inamaanisha ligi kuu ya Misri, Nile Premier League, ligi kubwa ambayo ushindani wake ni mkubwa. Kwa mchezaji kucheza ligi kama ile inampa competition tosha kuweza kushiriki kwenye hii michuano. Kwa hiyo kuna kitu ambacho anakwenda kuongeza kwenye timu. Mtu kama vile goalkeeper Fofana, experience amekishawahi kuipata akiwa na Al Hilal Omdurman msimu uliopita kwenye hatua ya makundi, walifika mpaka hatua ya robo finali. Kuna kitu ambacho anachangia kwenye timu. Mlindalango Aisal Manula pia ameshafika hatua ya robo finali akiwa na Simba. Kuna kitu ambacho kipo kwenye timu, ni advantage kwa Azam. Faisal Salum Abdalla Feitoto though mara kadhaa amekuwa na pishana na gala mshahara, lakini pia ni mchezaji ambaye profile yake ni kubwa barani Afrika na Afrika Mashariki kwa wakati huu hapa. Ukubwa wa Faisal Afrika tunaupata kwenye engo gani? Thamani yake Faisal ni mkubwa Tanzania. Sidhani kama anastahili kuwa mchezaji mkubwa. Thamani ambayo yuko nayo kwenye, ana thamani ya kiasi gani? Unakuja kuangalia kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa wakati huu, namzungumza ndio most expensive player waloko kwa wakati huu.
hii ni thamani ambayo amekwisha kujiwekea. Kwa hiyo tukichukua thamani tu tunamfanya anakuwa ni top player bara la Afrika. Inatosha hiyo. Of course inampa yeye kuweza kujulikana makubwa kwamba huyu kwenye ligi namba 5 barani Afrika kwa mujibu wa CAF, huyu ndiye most expensive local player kwenye ligi husika ya NBC Premier League. Tukiachilia mbali huko lakini pia kuna mtu kama vile Shekina Diakite, Mali, huyu kijana mdogo ambaye Afrika inamfahamu kwa sehemu moja ama nyingine, lakini pia wapo watu wengi kwenye kikosi cha Azam ambao wameshafanya makubwa. Shekina Diakite wakati tunacheza ule mpira wa socks ule, kuna neno moja watu walikuwa wanapenda kuitumia ni kazi bure. Yaani unahangaika sana unafanya vitu vingi uwanjani afu end product inakuwa hamna. Shekina Diakite, huyu ni mchezaji ambaye Azam anapaswa kumtegemea kwamba anaweza akaitoa Azam hapa kuipeleka sehemu nyingine. Of course ndio maana professional player kuweza kubakia kwenye kikosi mpaka wakati huu. Ujio wake ndani ya Azam ulikuja na raia mwingine wa Mali, Mamadou Samake, kiungo ambaye alitokea kwenye klabu ya Sara Belouizdad. Yeye waliweza kuachana naye. Hakuwa na msimu bora, majeraha aliweza kumuandama ndani ya Azam FC, aliondoka. Shekina Diakite ameweza kubakia katika eneo la wings, though amekuwa hapati nafasi ya kutosha kwenye kikosi cha mwalimu Florent Ibenge, lakini ni mchezaji ambaye ana contribute kitu kwenye timu, uwepo wake tu na ile experience ambayo yuko nayo, though umri wake bado ni mdogo, lakini Azam wanapata hiyo advantage. Kwa hiyo kwa aina ya wachezaji wote ambao nimewazungumza na wale ambao sijazungumza, Azam walikuwa wana hiyo hadhi ya kucompete na hizi timu kadhaa ambazo wako nazo kwenye kundi. Tukichukua uzito wa wachezaji wa Azam na AS Manema Sportive de Union, sawa? Tukichukua uzito wa wachezaji, ni timu gani tunastahili kuipa nafasi ya pili nyuma ya Wydad Casablanca? Of course unaweza kusema ni Azam FC ambayo ina wachezaji ambao wameshafanya makubwa. Yaani unamzungumza mtu kama vile Jephte Kitambara Bora ambaye msimu uliopita amepita kwenye kocha cha AS Manyema akiwa bora kweli kweli. Kama AS Manyema wameshindwa kummanage yule mchezaji ambaye ni bora kwao, Azam ameweza kumchukua. Kwa hiyo kwa sehemu moja ama nyingine unaona Azam wako juu ya hii klabu. And then yupo mtu kama vile Papa Dodo, huyu ni Msenegali ambaye ni top scorer wa ligi kuu ya nchini Senegali msimu uliomalizika. Yuko pale bwana mdogo, anafanya makubwa kwa wakati wake akiwa na Azam, though amekuwa anaingia toka nyingi kwenye kikosi. Kwa hiyo unakuja kuangalia Azam ni kama vile sehemu moja tuna haki ya kuwahukumu, lakini kuna nyingine ukiangalia unakataa, unasema hapana, kwa aina ya squad ambayo wako nayo lazima wapambane walau hata wapate alama 9 nyumbani and then wa fight kupata alama 1 ugenini. Mimi na wewe tukubaliane, tuwaweke Azam kwenye kapu la kuwalaumu au kwenye kapu la tayari wamefanikiwa hawana cha kupoteza? Moja kwa moja kuwaweka kwenye kapu la kuto kwamba ameshafanikiwa moja kwa moja wakati wakifungwa mechi zote kwenye makundi, unakuwa ni kama vile mtoto umemlea vibaya and then baadaye akishakuwa atakuja kukuhukumu wewe mwenyewe. Azam ni klabu ambayo inatamani kuwa na jina kubwa barani Afrika. Sure. Na ni klabu ambayo imefanya uwekezaji mkubwa katika kikosi chake. Walau ilimadi izidi kukua na kufahamika, wafanye makubwa kwenye michuano mikubwa ambayo ni michuano hii ya CAF. Azam akifika hatua ya robo finali ya michuano hii atazungumzwa sana kama klabu kubwa. Kwanza ni mara yake ya kwanza, and then amefika hatua kubwa ambayo kuna wale magwiji barani Afrika hawajawahi kufika kwenye hiyo hatua. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni njia mojawapo ya Azam FC kuzidi kukua, na sio kama Azam FC hawezi kufanya hicho ambacho tunakizungumza hapa kwamba uwezo wa qualify anao, na mechi inayofuatia ni mechi ngumu dhidi ya Wydad Casablanca, lakini muhimu kwake ni kuweza kupambana na kufahamu kwamba yupo kwenye michuano mikubwa, na ili uweze kuwa bora ama uwe mkubwa lazima uweze kucompete na wale ambao kwenye ubora wamekutangulia. Kwa hiyo hiki kipimo ambacho Azam anakipata ndio testi ya michuano ya CAF competitions ambayo amekwenda kushiriki kwa mara yake ya kwanza. Kwa hiyo tutegemee Azam kwenye hili tano la moto ambalo wanalopitia kipindi hiki, tutegemee maybe kwa next season wanaweza kawa bora. Kwa hiyo tutaanza kuadai matokeo kwa msimu ujao. Kwa huu hapa tuwaache wajitafute. Tunasema safari hiyo wamekwenda kuget experience ya michuano, and then kwenye kuget experience ya michuano wanakwenda kuangalia aina gani kivipi mechi za away zinachezwa na vipi mechi za nyumbani zinachezwa. Kuangalia tu hao ambao wametangulia kwa maana Simba na Yanga haitoshi, wao wenyewe lazima wachukue ile testi. Yaani kuna testi ambayo wataipata Azam FC
wakati anasafiri kwenda Mohamed wa 5 kukipiga dhidi ya Wydad Casablanca akiwa ugenini. Ile pressure ambayo amekuwa akipata kule ugenini katika uwanja ambao mashabiki zaidi ya 60,000 wanakuwa kwa ndani wamejaa, wanashangilia mwanzo mpaka mwisho. Next season watakuwa wana hiyo experience. Wale wachezaji wao ambao wako nao wakati huu ambao bado ni mara ya kwanza kama vile Pascal Gaudens Msindo, Sadio Mwekenda, wakina Landi Zuzu, wakina Daniel Seleri ambao bado ni makinda ambao wanakuwa hii experience ambao wanaipata kwenye huu msimu unaofuatia watakuwa bora na watakuwa kama vile ameshazoea kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa tunahamisha maneno yao sasa kuyatoa msimu huu kwamba huu msimu wana jambo lao, tunaenda nayo msimu ujao. Huu mwaka tayari wameachieve, tutawadai matokeo ya ligi ya mabingwa au kombe la shirikisho. Ni mapema mno. Ni mapema mno kwa mchezo wa jana ambao wamecheza. Naamini Azam FC klabu ambayo itakuja kumsumbua kwenye uwanja wa Amani Complex ni Wydad Casablanca peke yake, lakini naamini kwamba anaweza akachukua alama 3 mbele ya AS Manyema ambao walimfunga jana, lakini pia anaweza kuchukua alama 3 mbele ya wa Kenya Nairobi United katika uwanja wa New Amani Stadium. Kwa hiyo bado nafasi ipo, japokuwa kwa sehemu moja ama nyingine inabidi apambane, maana namna ambazo timu ambayo yuko nazo kwa sehemu moja ama nyingine zimemzidi katika maeneo tofauti, ukiachilia mbali katika eneo la squad ambayo yuko nayo, lakini muda mwingine experience matter most kwenye hii michuano. Experience matters the most kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Azam Football Club wapo kwenye kundi ambalo lina Wydad Casablanca, lina AS Manyema, Azam wao wenyewe na Nairobi United. Ni nani ata advance kuingia hatua ya robo finali? Tujipe muda tuone. Naitwa Lusama, nilikuwa na Leopard John.